Ya hatari ni kubwa sana kwa sababu mbali na kuwa tunahitaji ubora wa mchezaji, lakini kitu ambacho kinatuongoza ni muunganiko wa timu. Namna ambavyo timu inaweza ikae na flow kuanzia kwenye eneo la goalkeeping hadi kwenye eneo la mwisho. Lakini kama unakosa iko kitu, basi inawezekana ukapitia wakati mgumu sana kwenye namna ya kupata matokeo, kwa sababu kuna nyakati mchezaji pia atazuiliwa na wachezaji wa timu pinzani kuweza kufanya kile ambacho amekuwa nacho. Sasa hapo ndo unahitaji zaidi umoja wa wachezaji kwenye namna ya kuhukumu makosa ya timu pinzani ama kutafsiri kile ambacho mwalimu anakihitaji. Lakini kama unakosa muunganiko, maana yake unakuwa kwenye wakati mgumu, kwa sababu baada ya dakika 45 kipindi cha kwanza, alafu kuna dakika kama 20 zimechezwa kabla ya End Boyeli kufungwa, ulikuwa unaona namna ambavyo Yanga anacheza akupi imani ya kwenda kuishinda mechi inayofuata. Nafikiri tunalizungumza kwa sababu Boyeli ameongeza magoli, lakini namna ambavyo Yanga anacheza kiujumla akupi imani ya kwenda kuishinda mechi inayofuata. Yanga amecheza vibaya. Yanga bado Yanga anacheza vibaya bado, sio Yanga ambayo imemaliza msimu. Sio ile Yanga ambayo akisimama hata alikamwe timu inashinda. Hii Yanga leo inahitaji makocha hata watano ili iweze kushinda mechi zake vizuri. Inahitaji jopo la makocha. Jopo la makocha. Lakini pia ilikuwa kuna maombi. Kwa sababu ukitazama timu ambayo amecheza nayo kwa maana ya KMC, mechi 4 mfululizo hajashinda. Hii ilikuwa ni mechi yake ya 5. Kwa hiyo inawezekana hata kocha hajapata kile kitu ambacho alikuwa anakihitaji kuelekea kwenye michuano ya kimataifa. Tofauti na Simba ambaye amecheza kwenye mchezo wa jana, uliona namna ambavyo alipata wakati mgumu sana kwenye namna ya kuwafungua JKT Tanzania. Lakini kwa leo ilikuwa ni nyepesi kwa Yanga, lakini pia ilikuwa ni ngumu kwenye namna sasa ya kuwatumia wachezaji alionao kuweza kudhibitisha kwamba KMC ni timu ya kawaida.